من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama bado, ndugu zetu mnaotusikiliza katika YouTube yetu hii Bilali Online TV, tunawaomba msiache kulike, kucomment, kusubscribe, pia kushare kwa watu wengine. Basi leo tunazungumzia juu ya Ukraine. Tunaizungumzia Ukraine. Tunamzungumzia Zelensky. Tunazungumzia juu ya Ukraine, Zelensky na Marekani. Na hii tunazungumza ili iwe mazingatio kwetu sisi, hususan sisi wa Afrika. Mazingatio kwa watu binadamu duniani, lakini hususan iwe mazingatio kwetu sisi wa Afrika. Ukraine, Zelensky nchi yake ilikuwa iko katika maendeleo makubwa kabla yeye hajawa rais. Hii Zelensky nchi yake ilikuwa imo katika Ukraine, iko katika mafanikio makubwa sana katika mabara ya Ulaya. Ukraine ilikuwa inaongoza, vile imo katika kuongoza katika kiutamaduni, kiutajiri, kielimu na kila kitu ilikuwa inaongoza. Kilimo ilikuwa inaongoza, viwanda ilikuwa inaongoza, mashamba ilikuwa inaongoza, kila kitu inaongoza. Ukraine ilikuwa iko juu sana. Na Ukraine ilikuwa ndiyo katika nchi zilizokuwa zikilisha bara la uzungu na nchi nyingine zikilisha ngano yake. Ukraine ilikuwa inanunuliwa ulimwengu mzima. Kwa hivyo Ukraine ilikuwa ina ustawi mkubwa. Ukraine ilikuwa ina mali sana. Ukraine ilikuwa ina mafanikio makubwa ya kiutamaduni, ya kisayansi na maendeleo, ilikuwa inaongoza. Lakini tizama, kwa bahati mbaya amepatikana kiongozi mmoja tu. Kwa fikra ya kiongozi mmoja imeua Ukraine yote. Ukraine ilikuwa ina viwanda vya kutosha, lakini kaingia Zelensky. Alipoingia, kwanza aliingia na imani mbovu. Yeye alifikiria kwamba akishikamana na Marekani tu basi mambo ya nchi yake yote yatakwenda sawa sawa na hakuna tatizo litakalojitokeza, kwa sababu yeye alikuwa anafikiri kwamba Marekani ndiyo nchi tajiri sana, ndiyo nchi yenye mali nyingi, ndiyo nchi yenye vita sana, inaweza vita sana, ndiyo nchi katika dunia hii. Inaposema Marekani, basi yule atakayekataa kutia amri ya Marekani basi lazima ataingia ndani ya shida tu. Kwa hivyo yeye fikira yake ikawa iko kwa Marekani, mpaka alivyoingia kutaka kuisogeza Marekani iwe karibu na Russia. Akaelezwa na wenzake, kaelezwa kwamba hili jambo la hatari, na ikiwa Marekani itakuja hapa Ukraine, utaikaribisha wewe hapa, basi sisi Warusi tutakuwa tumo ndani ya shida sana, ni kama umetupelekea maangamizo. Lakini wapi, akili yake haikufikiri hivyo wala haikuanza hivyo. Yeye aliona madhali mimi nashikamana na Marekani, basi mambo yangu yatakuwa mazuri tu. Ubongo wake ulimwendea hivyo na kufikiri hivyo. Sio fikira hiyo ni yeye tu, hata Waafrika wengi wanafikiria wewe ukishikamana na Marekani basi mambo yako yote yatakuwa sawa sawa tu. Kwa hivyo akiitwa Mwafrika kiongozi, akiitwa na Marekani, anaona kama kaitwa na Mungu, kwamba sasa mambo yake na shida zake zote zitatengenea. Kumbe na wao Marekani wenyewe wana shida vile, wanataka vile waziondoshe, na inashindikana. Msiba mkubwa ukatokea kwa Ukraine. Kwa nini? Kwa sababu kiongozi wao mmoja tu hakutaka kufikiri, na alivyoelezwa fikra na wenzake yote aliona ni upuzi tu, na mpaka akafika hatua kusema kwamba msiniingilie katika mambo yangu, mimi sichaguliwi rafiki wala sichaguliwi eneo, mimi naamua mwenyewe. Hii fikra hii ndio ilikuja ikaangamiza sasa Ukraine. Akaanzisha jambo la hatari. Na wakati mwingine kufa kwa mtu kunakuwa kheri zaidi. Kufa kwa mtu kunakuwa kheri zaidi kuliko uhai wake. Leo uhai wa Ukraine umesababisha kufa watu wangapi wa Ukraine? Uhai wa Zelensky umesababisha kuuawa na kuumia kwa watu wangapi wa Ukraine? Wengi tu. Kama hivyo, manake wakati mwingine unafikiria bora ingekufa alafu nchi ikasalimika, lakini hakufa bwana. Yeye kaenda mpaka akapata urais, na baada ya kupata urais sasa ndio imekuwa sababu ya Ukraine kuangamia. Leo tukiitizama Ukraine inaongoza kwa mateka wa kivita.
Ukraine ilikuwa inapigwa mchana tu, sasa inapigwa usiku na mchana. Ukraine ilikuwa ina maviwanda, viwanda vyote vimeshauliwa, vishavunjwa. Ukraine ilikuwa ina hospitali makubwa ya kisayansi, lakini yote yameshaporomoshwa. Ukraine ilikuwa ina mashamba ya ngano na mashamba ya vyakula, lakini sasa hakuna kitu tena. Ukraine ilikuwa wananchi wake wamenawiri kwa maisha mazuri ndani ya nchi yao. Leo wa Ukraine ndio wamekuwa watu mafakiri zaidi katika dunia. Ukenda Ukraine utaona basi jeshi lake lote limemalizwa. Ukenda Ukraine utaona raia wengi sasa hawana mikono, hawana miguu, hawana macho, hawana, yani nchi ile imetawaliwa na watu walioathirika na vita. Na kwa sababu hiyo Ukraine aliona akishikamana na Marekani basi atakuwa kila kitu. Lakini tujiulize leo, Marekani, Ukraine iko wapi? Iko wapi Ukraine sasa hivi? Marekani wapo, lakini Ukraine hawana uwezo tena kuisaidia. Ufaransa wapo na walikuwa wakipiga kelele kwamba sisi tuko pamoja nayo, usiwe na wasiwasi. Ujerumani ilikuwa ikimwambia nani huyu Zelensky, sisi tuko pamoja nayo, usiwe na wasiwasi. Ufaransa ikimwambia sisi tuko pamoja nayo, usiwe na wasiwasi. Uingereza ikimwambia sasa sisi tuko pamoja nayo, usiwe na wasiwasi. Lakini matatizo yalivyoshtadi, matatizo yakawa makubwa. Wapi leo? Iko wapi Marekani? Iko wapi Ufaransa? Iko wapi Ubelgiji? Iko wapi Ujerumani? Iko wapi Uingereza? Ukraine imeshamalizika na hawa hawana haja naye tena, wala hawamfikirii tena. Marekani ambaye yeye Ukraine alifikiria kwamba ndiyo mtu bosi kabisa, ana nguvu za kutosha na ukishikamana naye basi hakuna matatizo, lakini Marekani leo ndiyo anamwambia Ukraine, bwana we, hizo nchi zako zilizochukuliwa mwache Mrusi achukue, lakini wewe sasa wacha vita, sehemu iliyobakia tumia sehemu iliyobakia. Yani Marekani ndiyo anamwambia hayo. Na sasa ameshafika mahali amemwambia Marekani, amemwambia Zelensky, mimi sina uwezo wa kukusaidia chochote. Hiyo ni hali ya kwanza ilivyokuwa, na sasa sina uwezo wa kukusaidia chochote. Na nakwambia sasa wewe ukimchezea Mrusi ana nguvu sana kuliko wewe, kwa hivyo ataimaliza nchi yako na hizo sehemu zilizobakia atachukua. Yani Marekani kafikia hatua hiyo ya kumwambia Zelensky, kuiambia Ukraine kwamba yeye hana uwezo tena. Na sasa yeye kwa kuwa kafahamu, Marekani kafahamu nguvu za Urusi iko wapi, yeye mwenyewe sasa yuko chini ya Russia. Nguvu zake na jeuri yake yote yeye yuko chini ya Russia. Na wale ambao Umarekani, wa Faransa, Waingereza, wa Marekani, wa Jerumani, wote waliokuwa wakimwambia kwamba tutakusaidia, sasa hawana tena uwezo wa kumsaidia. Sasa ameachiwa yeye peke yake. Kwa hivyo tujifunze wa Afrika, ukiwategemea wazungu, mzungu atakupa uwezo, atakupa nafasi ya kukusaidia pale anapoona nafasi anayokupa wewe haihatarishi maisha yake. Lakini akiona maisha ya nchi yake yanahatarika, atakuachia tu. Kwa hivyo kuna haja leo Afrika wasiwategemee wazungu katika mabalaa, wao wenyewe kwa wenyewe wakae kumaliza matatizo yao. Lakini ikiwa bado kuna Waafrika wanafikiria wakiungana na Marekani kama vile Zelensky, wakiungana na Marekani, wakiungana na Ujerumani, wakiungana na Uingereza, basi mambo yao yatafanikiwa 100 juu ya 100. Hivi ndio wanavyofikiri, lakini si kweli kabisa. Hii ni fikra potofu ambayo mwanadamu mwenye akili timamu haifai kuweka fikra ya namna hii. Leo Marekani washajitoa katika kuisaidia Ukraine. Faransa washajitoa, amebakia peke yake. Na nimesikia hivi karibuni kwamba Zelensky ana mpango wa kuja wa Afrika. Sasa sijui anakuja kuomba jeshi au anakuja kuomba pesa au anakuja, lakini ni kama vile tu marehemu hii ni kama vile marehemu anamuomba msaada makhtuti. Marehemu akimuomba msaada makhtuti, hakuna litakalofanikiwa. Ikiwa alisaidiwa na Marekani na Marekani imechoka, ikiwa alisaidiwa na Mfaransa kachoka, ikiwa Uingereza sasa kabakia yeye peke yake, itakuja kuwa yeye anakuja Afrika, anafikiria atakomboka yeye, pengine ndani ya fikira yake anafikiria yeye anaweza akakomboka kupitia kwa Waafrika.
Kumbe wa Afrika wenyewe na wao mahatuti vile vile, na wao wanataka kusaidiwa. Hii ndio hali. Kwa hivyo tunasema tujifunze wa Afrika juu ya Zelensky na Ukraine. Tukijifunza tukawa na akili sawa sawa, nadhani itafika wakati tutakubaliana kwamba wa Afrika matatizo yao washirikiane wenyewe kwa wenyewe kuondoa matatizo yao. Lakini wa Afrika ikiwa wanafikiria wanaongozwa bado na wazungu, wewe huwezi kuongozwa na mzungu kuliko alivyoiongoza Ukraine. Marekani alipeleka jeshi, Marekani alipeleka vifaa, Marekani alipeleka ulinzi, minini ya ulinzi alipelekea Ukraine, lakini hayo yote hayakufua dafu. Na mwisho sasa Marekani ndio anamwambia Zelensky, bwana we simamisha vita, na anayotaka Mrusi yote mpe. Sasa wewe Mwafrika inafaa mambo haya uyasome, halafu tizame namna gani utaondosha matatizo ndani ya nchi yako. Utashirikiana vipi na wenzako matatizo yenu muondoshe viongozi. Lakini ukisema kwamba unatarajia eti kushikamana na nchi fulani ya wazungu, kushikamana na fikra fulani ya wazungu, kwamba wewe utafikia tu kupata matarajio yako, hii ni uongo na unajidanganya na huwezi kufanikiwa. Marekani Ukraine ilitegemea Ulaya, na wao wenyewe ni wazungu, walitegemea Ujerumani, walitegemea Ufaransa, wakawategemea Waingereza, wakategemea Waitali, wamewategemea. Ukraine kaitegemea wazungu wote. Lakini sasa kwa sababu mambo yamekuwa makubwa na wazungu nao wanatazama hatima ya nchi zao, kwa hivyo wewe akikuta mzungu ukakubali yale anayokupa yeye, lakini ujue sasa wewe utakuwa ni mtu wa kutengeneza hatima ya wazungu. Hauwezi kabisa Mngereza akakusaidia, Mfaransa akakusaidia, Marekani akakusaidia, halafu eti akusaidie wewe Mwafrika kwa mafanikio na maendeleo yako wewe. Si kweli. Itakuwa ndio yale. Watajaribu na wewe watakusikiliza, watakusaidia kiasi hali, lakini mwisho wanajua hata wewe ukija ukifanikiwa kiasi chochote utakachofanikiwa, lakini mafanikio yako wewe yawe kwa faida yao, sio kwa faida yako wewe na watu wa nchi yako. Waafrika watapata mafaida, watafanikiwa katika mambo yao na nchi yao watafanikiwa pale watakapokubali kukaa pamoja, wakatengeneza mambo yao pamoja, wakakaa wakaacha hizi sitafahamu zao, wakajua kwamba wao ni watu wa moja. Leo tuitizame Ibrahim Traore. Tumtizame Ibrahim Traore, Mwafrika, lakini hakukubali kuwa mtwana wa wazungu, hakukubali. Na anasema lolote litakalotokea yeye atalikabili. Na raia zake wanasema sisi tayari tunakamatana na Ibrahim Traore. Kwa hivyo nchi inakwenda na mabadiliko yanakwenda kiajabu. Kwa nini? Kwa sababu yeye ameiacha ile nchi kwamba sasa hataki nchi, ina uwezo. Lakini leo katika Afrika yoyote atakayepewa, yoyote atakayechukua, yoyote, na wala hakuna kudanganyana. Sijui akipewa Kombo, akipewa nani, hali hakuna kubadilika, kwa sababu huyu aliyepewa na akakubali kuchukua na akapewa na akachukua hiyo nchi, yeye kachukua kwa kupewa na wazungu. Kwa hivyo hii nchi bado itakuwa ya wazungu tu watakaofanikiwa. Ndio maana leo Traore unaona anafanikiwa, kwa sababu nchi sio wazungu tena. Chochote anachopata kidogo ana uwezo sasa wa kukitumia kile kidogo kwa mafanikio ya watu wa nchi yake. Sasa wanachopata wazungu, tabu wanaopata sasa ni kutaka kumuondoa kwa huyu mtu mmoja. Kwa nini? Kwa sababu anajua huyu sasa anapigania nchi yake. Na huyu sasa ikiwa maendeleo haya anayopata kwa muda mfupi, leo kama hamjui, Traore ndio atakuwa Gaddafi wa Afrika. Kama ilivyokuwa vile Gaddafi aliweza kuwasaidia watu wa nchi yake, kwa sababu hakuwategemea wazungu, akaisaidia nchi yake ikenda mpaka mwisho, akawa ana uwezo kusaidia hata watu wa nje ya nchi yake, kwa sababu wazungu walikuwa hawana mkono wa kutia ndani ya rasilimali za nchi yake Gaddafi, hawana uwezo. Kwa hivyo nchi ikitumika moja kwa moja, lakini sasa akatokea kiongozi mwingine yoyote. Kwa hivyo Afrika wala msidanganyane, kiongozi yoyote akapata mamlaka katika nchi ya Afrika
na mamlaka hayo akayapata kupitia kwa wazungu, basi nyinyi wa Afrika mtabakia pale pale, kwa sababu cha kwanza lazima akubali ya wazungu. Kama ana mali akubali pasenti 90 ya mali ile watumie wazungu. Kama ana ngodi itabidi hivyo, kama ana madini itabidi hivyo, na chochote alichokuwa nacho lazima akitumia kwa pasenti kubwa kwa wazungu wale waliomsaidia. Kwa hivyo msidanganyike wa Afrika kwamba eti sisi hapa hakika fulani sisi ndio amna. Kinachotakiwa mkae sasa wenyewe kwa wenyewe. Si huyo Traore bwana, ndani ya muda mchache na inshallah Mwenyezi Mungu atamlinda. Allah tunamuomba amlinde Traore, kwa sababu Traore, Ibrahim Traore, yeye sasa amekuwa ni kama mwalimu kwa Waafrika. Waafrika walikuwa wanasema haiwezekani, lakini Ibrahim Traore kasema inawezekana. Inawezekana nchi za Kiafrika kuendesha mambo yao bila ya msaada ya wazungu. Inawezekana. Na mfano ndio huo. Leo Ufaransa inalia kwa sababu walishazoea waibe mali za nchi ya Traore, waibe watengenezee nchi yao. Wale watu wa nchi waendelee kuwa vile vile maskini, waendelee vile vile. Kwa hivyo hakuna kudanganyana. Hakuna nchi yoyote Afrika, kiongozi yoyote wa Afrika ambaye atawekwa na wazungu, akishawekwa na wazungu halafu yeye aje awasaidie watu wa nchi yake. Hakuna kitu hicho. Na anafikiria kitu hiyo anajidanganya. Yoyote atakayepewa msaada na wazungu mpaka akakaa kwenye nchi ya, basi hali itakuwa mbaya zaidi kuliko hapo mwanzo, kwa sababu hawezi kuendesha pale, hawezi kuendesha. Hatakuwa hawezi kwa sababu wale waliomweka watu watapiga kelele, haikuwa na demokrasia, lakini uongo. Hakuwekwa na demokrasia, kaikuwa na wazungu. Na kama ikaikwa kwa wazungu, hakuwekwa na demokrasia ya ndani ya nchi. Kwa hivyo yeye atakuwa hana fursa ya kuwasaidia watu wa nchi. La kwanza, mlango wa kwanza atasaidia wa wazungu, na wazungu hawataki kidogo. Tunamalizia. President Nyerere alikataa kuchimbwa mali. Hii nchi ilikuwa tangu zamani inafahamika, ina dhahabu, ina nini, ina fedha, ina chuma, ina kila kitu. Lakini President Nyerere alivyoambiwa na wazungu kwamba tutachimba, lakini sijui pasenti 80 tuchukue sisi, wewe uchukue pasenti 20, alijibu mali hii itakuja kutumika na wenyewe wananchi watakapokuwa huko wakisoma huko mbele, wakajua watafanya mpango, watachimba wenyewe na itawafaidisha wenyewe. Akakataa kuwapa wazungu, akakataa. Kwa nini alikataa? Kwani alikuwa hajui maendeleo yeye? Yeye alikuwa hataki maendeleo. Alikataa kwa sababu wazungu wanaroromoa, hawataki kidogo, hawataki hata ifikie hatua basi mgawane sawa kwa sawa, hawataki. Wao wanataka kingi kuliko wewe mwenye nchi. Na utakuwa huna uwezo wa kuwanyang'anya. Kwa nini utakuwa huna uwezo wa kuwanyang'anya? Kwa sababu vifaa vya kuchimba kama ni almasi, fedha, nini, wataleta wenyewe. Wasimamizi wataleta wenyewe. Wewe wao watakwambia tu nini yako hii hapa wanachukua. Na pengine ile watakaokupa hata haifikii, kwa sababu nyingine watakuwa washaiba tayari. Kwa hivyo tusidanganyane wa Afrika. Eti mzungu akuwekewe katika madaraka ndani ya nchi yako, halafu akuachia ile mali ya nchi yako eti uwaendelezee watu wake na yapate kidogo. Hakuna mzungu mwenye upumbavu huo. Kwa hivyo tunasema wa Afrika tusome. Leo tukimuuliza Zelensky unasemaje? Atasema hakuna watu wabaya kama wazungu, kwa sababu yeye aliwasikiliza moja kwa moja. Na leo wazungu ndio wanaomwambia acha bana, hata hiyo ardhi yako mpe. Mwenyewe Trump ndio anamwambia wacha hizi nchi zilizochukuliwa bwana, wacha achukue. Wewe surrender, basi utaanza tena hapo. Na yeye yule bwana kwa akili yake mbovu asema mimi sikubali kutoa hata futi moja ya nchi yangu, akachukua nani Putin. Mimi sikubali. Anaendelea kupigana, lakini watu ambao waliokuwa wakimsaidia hakuna tena anayemunga mkono, na yeye bado anategemea atashinda. Na sasa tunasikia anakuja Afrika. Zelensky kawa mpumbavu sasa. Anakuja kuwaomba watu matuti.
yeye mwenyewe tayari kashazirai. Sasa anakuja kwa watu matuto wa Afrika. Sasa sijui anafikira gani, na anakuja kuleta nini. Lakini tuelezane, wa Afrika, viongozi wa Kiafrika, nyie viongozi wa Kiafrika, muwe makini kabisa. Kama mtaelekezwa na wazungu na mkafuata wanavyotaka wazungu, basi nyinyi mtakuwa wabaya kuliko hawa waliopita huko nyuma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.